Haleluya, 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 haleluya. Asante Roho Mtakatifu kwa uaminifu wako na kwa nguvu zako. Ninakutukuza Mungu wangu na Baba yangu mwema asubuhi ya leo. Ni wewe peke yako Bwana unastahili kutukuzwa na kuinuliwa. Ni wewe peke yako Bwana unastahili heshima. Umetupa upendeleo mkubwa namna hii watoto wako na wajoli wako. Wacha tukuinue kwa sababu ya matendo yako makuu. Ishara zako ni kuwe Bwana asubuhi ya leo. Watoto wako tumeinua mikono yetu tukikutukuza Bwana. Tukiinua jina lako na kulibariki Bwana asubuhi ya leo. Tunakuinulia Baba mioyo yetu Bwana. Tukikutukuza kwa sababu ya ukuu wako na uwezo wako wa ajabu. Niwe Bwana unastahili kutukuzwa. Niwe Bwana unastahili kuinuliwa. Peke yako, peke yako, peke yako, peke yako. Ninaungana na maserafi na makerubi na wazee 24 na wale wenye uhai wanne Bwana, wanaokutukuza na kukuinua Bwana chini ya kiti chako cha rehema. Watoto wako Bwana, tukinyenyekea chini ya kiti chako cha rehema asubuhi ya leo Bwana, tukiomba toba na rehema Bwana. Yesu Kristo mwana wa Daudi, uliopigwa pale msalabani, kupitia damu yako Bwana ukatuosha na kutusafisha dhambi zetu na maovu yetu. Baba, tumeshuka kwenye kiti chako cha rehema tukiomba ile damu ya mwana kondoo iliyomwagika pale msalabani zetu ikaoshe mioyo yetu, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ikatuondolee kila aina ya uovu ambaye Bwana tumetenda mbele zako. Ni hakika hatujasimama sawasawa na utukufu wako, lakini tunahitaji neema yako Bwana asubuhi ya leo. Rikana ramando rukushana rabakuri basata. Neema yako Bwana tunahitaji tena Yesu Kristo. Hatuna Baba mwingine wa kutusaidia, ni wewe peke yako. Asubuhi ya leo tunahitaji nguvu zako zidhibitike. Mkono wako wa kimbingu Bwana ukatende kazi. Shike hata mmoja mmoja Bwana ambaye anaisikia sauti yako asubuhi ya leo. Yeyote aliyepaza moyo wake anatamani kukuona Baba, hakuone we Jehova, hakuone we mfalme. Mando rika rabasanda roko shanda ramakuria. Wakati ninaomba ninasikia sauti ya Mungu ya kwamba yuko mtu ambaye ameteseka kwa muda mrefu na kwa miaka mingi na anahitaji msaada. Rika yamanda roko sana ramakuri basika. Inawezekana saa hii ndio umefungulia channel hii na unahitaji msaada wa Mungu, na mimi sijui umepita wapi, lakini nasikia Mungu ananiambia kwamba kuna mahali unapita huwezi kuvuka mwenyewe. Kuna mahali umepita unasikia umechoka na una namna ya kutoka. Kuna mahali umepita na una namna ya kunyanyuka kutoka hapo. Usiendelee kuwaza na usiendelee kulia, kwa sababu majira ya wokovu yamefika. Majira ya wokovu yamefika nyumbani mwako. Ndio maana leo umeisikia sauti hii. Ni kuombe popote pale ulipo, kamata hiyo namba ambayo iko kwenye skrini yako pale. Unaiona hiyo namba ya Tigo ya 0679645759. Weza kutuma message saa hii kupitia namba ya WhatsApp. Leza shida yako ni nini, na tunaenda kusimama mbele za Bwana, na Bwana anakwenda kuingilia kati kwa namna kubwa. Anaenda kufuta machozi ya miaka mingi na machozi ya muda mrefu. Robo sanda ramakuri basaka ya kamanda reke ya sano roko shanda rabakuria. Nguvu ya Mungu ni kubwa asubuhi ya leo. Inahitaji mtu mmoja ambaye anataka kuipokea nguvu. Nguvu kubwa asubuhi ya leo, kuna mtu mmoja anahitaji kuipokea. Bwana ameleta ukombozi na ukombozi umeshafika. Na saa hii ni saa ya ukombozi. Ndani yako unakuwa unasikia nguvu ya msukumo ya kusimama mbele za Bwana juu ya hiyo changamoto, na unafikiri kwamba imekushinda, na unafikiri kwamba unahitaji nguvu ya Mungu itende kazi asubuhi ya leo.
Uko mkono wa Mungu asubuhi ya leo unakwenda kudhihirika. Uko mkono wa Mungu asubuhi ya leo unakwenda kudhibitika. Robo shanda ramakuri basaka yamando rika rabasanda rabo shaka ramakuri basika yanda remando sakaba roko shanda ramakuria ria sanda ramakuri basanda resekerere shendere kora basika. Mungu unasikia anasema na mimi sahihi kwamba ndani yako unasikia mzigo wa kuomba, na huwezi kuomba pasipokuwa na sadaka. Watu wengi wamekuwa naomba, lakini pia maombi bila sadaka ni kama vile haufikii kwenye zile ndoto ambazo Mungu amekusudia ufike. Biblia inasema Mungu akaongea na Kornelia akamwambia, maombi yako na sadaka zako zimefika kwangu juu. Kwa hiyo saa hii natamani mtu mmoja akamate sadaka yake na aweze kuipanda kwenye namba ya Vodacom ya 0756 934 903. Iko nguvu ya Mungu isiyokuwa kawaida kupitia sadaka yako. Kuna mambo Bwana anataka kuyafungua, na asubuhi ya leo kuna vitu vinataka kufunguka. Na wewe ambao uko tayari saa hii neema ya ufunguo tayari imeshafika. Kupitia hiyo sadaka tunataka Bwana afanye jambo jipya asubuhi ya leo. Robo sanara makuri basaka yakamakure beshende rekori basaka. Ninasikia kilio chako Bwana akikithibitisha, na ninasikia mkono wako wa kimbingu Yesu Kristo ukiudhihirisha kwa ajili ya binti huyu na kwa ajili ya mama huyu. Ramosanda raba kuria basika. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Yuko mtu mmoja asubuhi ya leo anahitaji kuiona neema. Yuko mtu mmoja asubuhi ya leo anahitaji kuona ufunguo. Naamini ni wewe unahitaji. Mtu mmoja anahitaji kuona nguvu ya Mungu ikithibitika. Naamini kabisa ni wewe unahitaji. Naamini kabisa ni unahitaji. Siku ya leo nasikia mzigo mkubwa sana juu ya hii nguvu ya madeni. Hii nguvu ya madeni, roho ya madeni. Na nasikia sauti hii ni kubwa mno kwamba kuna roho ya madeni ambayo unapambana nayo, unajitahidi kupambana nayo lakini haishi. Na unajitahidi sana kutumia nguvu nyingi kutoka hapo, lakini bado nguvu nyingi unayotumia inakuwa bado haiwezi kusimama kwenye hii nafasi yake. Na Mungu ananipa neno kabisa ya kupambana na hilo na kushughulika na hilo ya madeni ambayo imetesa maisha ya watu wengi. Wanaacha mpango wa Mungu ni kwa sababu ya hii nguvu ambayo inafanya kazi katika ulimwengu wa roho. Kwenye kile kitabu cha Mithali sura ile ya 22 na mstari wa 7, Biblia inaeleza kitu kizito sana. Inasema ya kwamba tajiri mtawala maskini, naye akopaye ni mtumwa wa akopeshaye. Biblia inasema tajiri mtawala maskini, naye akopaye ni mtumwa wa akopeshaye. Sasa asubuhi leo nataka nizungumze juu ya utumwa wa yule anayekopa akageuka kuwa mtumwa. Mwanangu, madeni yamekuwa ni utumwa mkubwa sana kwa sababu imekuta watu wengi sana wakiwa wanaingia kwenye utumwa mkubwa pasipo kujua. Wanarudi tena Misri walikotoka, lakini unakuta wamerudi na wanakuwa watumwa kwa wale ambao wanawakopesha. Biashara yako nyingi inaishia kule kule, faida zako nyingi inaishia kwenye madeni. Kila unachojaribu kufanya unakuta akipigi hatua na akifiki kwenye ndoto. Kazi hii tatizo hili alikutana nalo Gideoni. Tunaanza kuangalia ni kwa nini, chanzo cha madeni kiko wapi. Soma kwenye kile kitabu cha Waamuzi sura ya 6 na kuanzia ule mstari wa 11 mpaka 29. Ni habari ndefu, lakini tunamuona Mungu anamtokea Gideoni. Anamwambia Gideoni, wewe ni shujaa. Baada ya kumwambia Gideoni akasema, baba, ushujaa wangu unatoka wapi? Si wewe uliyetutupa tulipotoka katika nchi ya Misri?
Lakini je, familia yangu nasema kwamba nitaongoza wana wa Israeli kuwafikisha kwenye nchi na mimi kuwa mwamuzi? Ni nini ambacho kimetupata kwenye familia yetu? Je, jamaa zangu si ndio walio maskini katika Manase? Gideoni anauliza. Maana yake kwenye familia ya Gideoni, jamaa ya familia ya Gideoni walikuwa wamevungwa na madhabahu ya umaskini. Kwa hiyo unaweza kukuta unapambana sana kulipa madeni, unapambana sana kukopa mabenki, kufanya nini, kumbe tatizo aliko hapo. Tatizo liko wapi? Tatizo liko kwenye grassroots ya mizimu ya baba yako na mama yako, ndio imekufunga. Na ndio asubuhi ya leo tunataka tukukomboe kutoka huko kwenye madhabahu ya kimizimu ya familia ambayo inafanya kazi kwa siri bila wewe kuelewa. Mizimu ya familia inaweza kushambulia hatima ya mtu. Mizimu ya familia inaweza kuwa ndoto ya mtu. Mizimu ya familia inaweza kufunga maisha ya mtu. Ukakuta unapambana lakini haufikii kwenye ndoto. Unapambana lakini haufikii kwenye hatima. Unatumia nguvu nyingi lakini hakuna matokeo. Unatumia nguvu nyingi lakini hakuna neema. Unatumia nguvu nyingi lakini hakuna mafanikio ya aina yoyote. Sasa majira ya Mungu yamefika ya kwamba Bwana anataka aingilie kati, alete ukombozi mkubwa, kutoe kwenye roho ya madeni. Kwa hiyo kama mizimu ya familia ndio inakupiga, wewe na uhakika hata ukiwa Marekani, hata ukiwa Omani, hata ukiwa wapi, hiyo mizimu haitakuacha. Itaendelea kukupiga, itaendelea kushambulia, na utakuta unakutana na madeni, utakutana na matumizi makubwa. Utashangaa pesa unaipata lakini hujui inafanya nini. Kila unachokifanya unapata hasara. Umekuwa ni mtu wa hasara, na sasa hiyo changamoto ndio inaenda kukupeleka kwenye nguvu ya uharibifu. Na ndiyo maana Bwana amenituma asubuhi ya leo tuvunje hii madhabahu ya kuondoka kwenye utumwa, utumwa wa madeni, utumwa wa kufungwa, utumwa wa kukataliwa, utumwa wa kuharibu hatima na utumwa wa kuharibu ndoto zako. Kitu ambacho nataka nikueleza asubuhi ya leo, ukiona madeni yanaendelea na madeni yaishi na unajitahidi kulipa lakini madeni yaishi, unarudi mle mle, wewe na uhakika kuna nguvu ambayo hujawahi kuishughulikia. Na hii nguvu ndio ninayotaka nikwambie kwamba Mungu anamwambia Gideoni, anamwambia mtoe ng'ombe wa miaka 7 ukavunje madhabahu ya Baali aliyonayo baba yako. Kwa hiyo kuna vitu hautaweza kuvishughulikia mpaka uvunje madhabahu. Madhabahu iliyokushikilia, madhabahu imekushikilia wewe endelee kuwa na madeni. Madhabahu inakushikilia wewe endelee kulipa lakini pesa isikamilike. Kwa hiyo lazima uvunje madhabahu. Sasa asubuhi ya leo kuna mtu lazima achukue sadaka maalum. Chukua sadaka maalum. Hata kama sadaka yako ndani yako nasikia kwamba unataka kabisa kuvunja hii madhabahu, chukua sadaka yako maalum, tutavunja hiyo madhabahu. Na hiyo madhabahu ikikuachia utashangaa na maroho ya madeni yanakuachia. Lakini pia lazima upate maelekezo, ni kitu gani unataka kufanya. Tumia hiyo namba ya WhatsApp, nitumie majina yako na tuma mahali unakopita kwenye madeni, ili tuvunje hiyo madhabahu ya madeni. Na tutakapoivunja utashangaa mkono wa Mungu unathibitika kwa namna ya ajabu sana. Hiyo madeni inaharibiwa na mkono wa Mungu unatenda kazi, na unashangaa hiyo madeni imeisha kabisa. Unashangaa hiyo madeni imeisha kabisa, na hiyo madeni hauioni tena. Nina ufunuo ambao tutautumia kuifuta hiyo la madeni, kuachie, iachie mikono yako. Mikono yako imekamatwa, tutaombea mikono. Miguu yako imekamatwa, tutafungua miguu. Utashangaa kuna vibali vyako vimekamatwa, tutavifungua. Na utashangaa unaanza kupenya na kulipa madeni kwa njia rahisi na kumaliza changamoto ya madeni yako. Na popote pale ulipo, nataka inue mkono wako na nataka tuombe, na baadaye nitakupa maelekezo ukiingia kwa WhatsApp ili tuvunje hii kitu, na itakuachia kabisa, na utashangaa unaanza kupiga hatua na kuleta maendeleo. Tamka maneno, sema Bwana Yesu, nimeisikia sauti yako asubuhi ya leo. Ni hakika kabisa ninakuhitaji. Roho ya madeni imenitesa na imenifunga, lakini asubuhi ya leo nimeisikia sauti yako. Kila madhabahu ya kifamilia ambayo inafanya kazi kwa siri katika ulimwengu wa roho ndani yangu,
Hiyo madhabahu ninaivunja katika jina la Yesu. Rama sakarabakusha, ninavunja hiyo madhabahu kuanzia sasa. Madhabahu yoyote ya kifamilia, madhabahu yoyote ya kimizimu, madhabahu yoyote ya ufalme wa giza, ninaivunja kwa jina la Yesu Kristo. Ramando rokoshakarabasika, leo ninatangaza kuanzia sasa, hiyo madhabahu ya uharibifu ninaivunja leo kwa jina la Yesu. Hiyo madhabahu ya uharibifu ninaivunja leo katika jina la Yesu. Ramando sakarabakuria, rabo shandaramakuria, in the mighty name of Jesus. Hiyo madhabahu ya uharibifu ninaivunja kwa jina la Yesu Kristo. Roho ya madeni iliyokushikilia ninaifuta ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza kuanzia sasa, Baba akuachilie, akufungue na kukuweka huru kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina, amina. Join pamoja na mimi kwenye maombi ya kuvunja hii madhabahu na roho ya madeni kupitia namba hiyo ya Tigo ya Yas, na utume message yako, na tasimama taomba na Mungu ataonekana. Mungu akubariki wewe uliogusa sadaka hiyo. Neema ya Bwana iwe juu yako. Shalom, 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 shalom.